Sasa kama unaandika, andika vizuri. Chukua daftari lako, nenda kwenye kitu ambacho sasa natamani ukisikie siku ya leo. Nilikuwa nakupa utangulizi tu ili uweze ukaelewe mambo ya dunia yanaendaje. Nenda kwenye kitu ambacho sasa Mungu amekusudia ukisikie siku ya leo. Kuna baadhi ya vipengele vinne, sema vinne, leo Mungu amenionyesha ambavyo nikajaribu kukaa na kuvisoma na kuvifuatilia, nikaelewa kumbe kuna vitu ambavyo dunia inatupeleka leo pasipo kuelewa. Tusipoangalia tutapotea. Amen. Tusipoangalia tutaangamia. Hello. Mungu amenionyesha kitu cha hapa. Andika. DNN. Sema DNN. Sema tena DNN. So DNN. DNN. Ni vitu ambavyo nimemshangaa sana Mungu. Amen. Amenionyesha kwa njia ya maono ya ndoto. Sio sikia vizuri. Na kuja kuangalia, kuingia kutafuta kusoma, na kutana vimebeba mambo makubwa na ya ajabu ya kuiangamiza dunia, kuiua dunia. Sema nakataa. Sema nakataa. Sema nakataa. Sema tena nakataa. Sema nakataa. Sitaangamia kwenye mipango yao. DNN. Hello. Huu ni mtandao. Sema mtandao. Ni mtandao wa kina sana wa neuroni. Mtandao wa kina sana wa neuroni, ambao ni teknolojia ya akili ambayo imetengenezwa duniani. Amen. Teknolojia ya nini? Ya akili. Yaani Mungu aliponionyesha hizi herufi na kuja kufuatilia na kukutana mambo makubwa ambayo yamenishangaza sana. Amen. DNN manake ni mtandao wa teknolojia ya akili ambao umepandwa ndani ya dunia ili kuharibu maisha ya watu, ili kuharibu ufahamu na akili za watu. Watu waache kutegemea ufahamu binafsi ambao Mungu amewapatia, waanze kutegemea mambo ya DNN. Amen. Waongozwe na DNN. Manake bila DNN wao hawawezi wakaishi. Amen. Bila DNN wao hawawezi wakafanya kazi. Bila DNN wao hawawezi wakabuni kitu chochote kile. Ili wabuni kitu wanamhitaji DNN. Amen. Awasaidie ili kutengeneza kitu. Manake watu wamenyang'anywa ile asili ya uumbaji ambao Mungu ameweka ndani yao. Alafu wakatengeneza mitandao ambayo ile mitandao inafanya sawa sawa na wanadamu ambao walitakiwa kufanya. Sio sikia vizuri. Ina uwezo wa kucreate vitu, yani ikatengeneza kitu kikaonekana kabisa kwa hiki kitu kinafaa. Amen. Hiki kitu kinafaa. Yani wameondolea ule uwezo, Maana ni mpango wa mpinga Kristo kuingia ndani ya mioyo ya nini? Mioyo ya watu na fahamu za watu, kutawala maisha yao, kumiliki miliki zao. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina. Sema mimi nakataa. Mimi nakataa. DNN ndio AI ya leo. Sema AI. Hello. Watu wa AI oye. Watu wa AI oye. Watu wa AI oye. DNN ambayo leo ndio inayoendelea duniani ndio AI ya leo. Amen. Mimi nimeshangaa sana. Nani alikuwa anajua DNN ndio AI ya leo? Nani alikuwa anajua kwamba DNN ndio AI ya leo? Nani alikuwa anajua hicho kitu? Hello. Kama si Mungu, na Israeli iseme sasa. Amen. Biblia inasema na siri hizi Roho wa Mungu atawafunulia. Amen. Atawafunulia. Manake mimi sikujua hiyo AI kama chanzo chake niyo DNN. Amen. Ambayo imetengenezwa na wanadamu. Lengo la hiyo kitu ni kuja kukamata maisha, kukamata fahamu za watu, kukamata akili za watu. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Hello. Inaitwa Deep Neural Network. Amen. Ambao ni DNN. Amen. Ambao ndio AI ya leo. Ambao imekuja kukamata dunia, kutawala dunia. Manake ni mfumo ambao umetengenezwa, lengo ni kumwingiza mpinga Kristo kwenye maisha ya watu, kumwingiza nabii wa uongo kwenye maisha ya watu, ili wanadamu watawaliwe chini ya miliki hiyo. Leo tunaona watu ili wafanye kazi lazima waitegemee AI. Amen. Bila AI, bila AI hawezi wakafanya kitu. Bila AI hawezi wakatengeneza vitu.
Hello, kwa wamekuwa wanajitegemeza hapo wakitaka kupata matokeo. Unaona, wametengeneza kitu ambacho kinaitwa AI. Amen. Wamekitengeneza alafu wakaja na majibu ya AI. Hello, kwamba AI tuliyotengeneza ukiuliza inakupa majibu haya. Unaona mpango wa kuzimu ulivyo. Wanatengeneza bomu alafu wanatoa majibu ya bomu. Kwa nini limetengenezwa? Tumefanya hiki kitu ili tupate kitu fulani. Amen. Tumefanya hiki kitu ili tupate kitu fulani. Tunaona AI inatengenezwa duniani alafu tunapata kitu kinachoitwa majibu utakayouliza. Amen. Yatapatikana ndani ya AI. So sikia vizuri. Maanake limetengenezwa bomu alafu likatengenezewa na majibu yake. Ili bomu kazi yake ni hii hapa, tupate kitu fulani, tupate kitu fulani. Kwa leo wengi wamekuwa ni watu ambao wanaingia kwenye mitandao ya jamii kutafuta kujua vitu kupitia nini? AI. Maanake imetengenezwa ili watu wapate vitu. Maanake ni mpango wa shetani kuingiza roho zake kwenye maisha ya watu, kuingiza uharibifu kwenye maisha ya mtu. Hello. Mungu alimpa mwanadamu ufahamu, sema ufahamu. Akaweka akili ndani yake. Na hiyo akili hiyo ndio ikutengenezee vitu. Amen. Amen. Kwa unapoletewa akili bandia, manake wanachokitafuta ni kuharibu ufahamu wako. Amen. Kuharibu akili yako. Kwa sababu unapokuwa unakaa unatafakari sana, na ndio mambo yanaanza kutengenezwa kwenye akili yako. So sikia vizuri. Kichwa kinachotafakari sana, amen, huzalisha biashara mpya. Hello. Kichwa kinachotafakari sana huzalisha mambo mapya. So sikia vizuri. Huzalisha mambo mapya. Manake sasa wamekondolele hali ya wewe kutafakari binafsi, wakakuletea kitu kitachokusaidia kutafakari. Manake ufate kile wanazalisha wao, usifate kile unazalisha wewe. Ila wewe Mungu amekupatia ufahamu ili uweze kuzalisha. So sikia vizuri, uweze kuzalisha baadhi ya mambo fulani kwenye maisha yako yatakao kusaidia. Maana wametengeneza hicho kitu ili ukisikilize upate matokeo ya uzalishaji wao. Amen. Hello. Maana nyuma ya matokeo ya uzalishaji wao kuna mpango wa kuzimu kuliua kanisa. Kuna mpango wa kuzimu kuwaua watu wa Mungu. Sema nakataa. Nakataa. Hivi kuna mtu ananisikiliza? Naongea kitu kigumu. Yaani unajua ulikuja hapo unataka tu nikuhubirie wachawi. Amen. Najua tulikuja hapo nasema nikuhubirie waganga au nikuhubirie magonjwa. Nisikilize. Huu ndio mpango ambao unatakiwa ujue ili uweze kuishi na Mungu vizuri. Amen. Amen. Ili uweze kupenya kwenye dunia ya leo. Sema nakataa kutawaliwa na shetani. Sema nakataa kutawaliwa na shetani. Nakataa kutawaliwa na shetani. Inaitwa teknolojia ya akili bandia. Amen. Teknolojia ya akili bandia. Asa hebu tafakari binafsi. Tafakari tu binafsi. Tafakari. Hiyo akili ambayo Mungu amekupatia kwa ajili ya nini? Eti muulize jirani yako, hiyo akili ambayo Mungu amekupatia kwa ajili ya nini? Eti muulize akili ambayo Mungu amekupatia kwa ajili ya nini? Amekujibuje? Amekupa jibu gani? Kwa inapotengenezwa akili bandia, maana yake sasa akili yako isifanye kazi, si ndio hivyo? Akili yako isifanye kazi. Na akili yako isipofanya kazi, wewe hutafanya chochote. Manake akili ili ifanikiwe lazima ifanyishwe kazi sana. Hello? Akili ili ifanikiwe lazima ifanyishwe kazi sana. Akili ili iwe na ufahamu mkubwa lazima ifanyishwe kazi sana. Kwa utakapotegemea AI kufanyie, maana yake ufahamu wako utakuwa ni mzito. Maamuzi yako yatakuwa ni mazito. Kutenda kazi kwako kutakuwa ni kuzito. Akili iliyo nzito haiwezi kufanya kazi. Amen. Yaani ukimkuta mtu akili yake ni nzito, yani ni nzito, ufanyaji kazi wake mfuatilie, utakuwa mtukana kila siku kwenye biashara. Kila siku unamtukana. Yaani umemwajiri mtu kwenye biashara yako, akili yake ni nzito, yani hana uwezo wa kushughulisha akili yake. Hana uwezo wa kuitumia akili yake. Mtu kama yule tegemea hasara kwenye biashara yako. Kwa sababu gani? Akili ni nzito, haiwezi kushughulika. Akili inaofanya kazi kwa kushughulika, hiyo ndio inayozalisha. Amen. Hello. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema Yesu Kristo. Nakataa. Akili bandia haitatumika ndani yangu. Akili bandia haitatumika ndani yangu. Kwa jina la Yesu. Sasa sikia vizuri. Tunaona watu wa kale, watu wa zamani, kwa mujibu wa Biblia,
walikuwa na ufahamu mkubwa sana na upana mkubwa wa kufanya vitu. Hello? Walikuwa na uelewa mkubwa sana wa kufanya vitu. Lakini leo sisi ile kitu imeondoka juu yetu. Nini? Tumepandiwa akili bandia ndani yetu. Ile uwezo wa kutegemea AI tufanye kazi, sio sisi tufanye kazi. Hello? Ili swala litakapoikumba dunia nzima, watu wengi wakaelewa huu mfumo. Ngoja nikwambie, kuna baadhi ya mambo hutayaona duniani tena. Sikudanganye. Kuna baadhi ya mambo hutayaona duniani tena. Hutayaona duniani tena. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaishi kwa muda mrefu hutaviona duniani tena. Vitatoweka duniani. Kwa sababu gani? Akili bandia imeingizwa ndani ya maisha ya watu. Akili ile ambayo haiwezi kutumia akili ya mtu imeingizwa ndani ya maisha ya watu. Sema mimi na uzao wangu nakataa. Mimi na uzao wangu. Kili tena sema nakataa. Nakataa. Sema nakataa. Nakataa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu. Sema nakataa. Nakataa. Kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya sema nakataa. Nakataa. Kwa damu ya mwana kondoo. Sema nakataa. Nakataa. Amen. Hello. Akili bandia. Amen. Amen. Imeletwa ili kuisaidia kompyuta. Sema kompyuta. Kufikiria. Sema kufikiria. Sema tena kufikiria. Hii AI inatumika kuifanya kompyuta ifikirie. Hello. Kufikiri na kutoa majibu. Amen. Hello. Na inafanya kama ubongo wa nani? Wa mwanadamu. Manake AI inafanya kama ubongo wa mwanadamu ambavyo ulitakiwa kufanya. Sio sikia vizuri. Vile ubongo ambavyo ulitakiwa kufanya. Yaani ni sawa mimi leo mzee Simba nifuata hapa ananiambia Samueli, ndoa yangu imeharibika. Amen. Hello. Hebu nifundishe nielewe namna ipi niishi kwenye ndoa yangu. Nimwambie subiria, niingie kwenye AI nimuulize, ewe AI, hebu nielezee wana mahusiano na ndoa wanatakiwa wakaaje? Amen. Maana kile AI niletee inatakiwa watu wawe hivi, wawe hivi, wawe hivi, wawe hivi. Alafu nije kwa mzee Simba nimwambie Mungu anasema. Amen. Hello. Ukifanya 1, 2, 3 familia yako itakuwa sawa. Pale nimepanda neno la Mungu ama nimempanda AI ndani ya mtu huyu? Hello. Manake huyu tayari nimemuuza. Sio sikia vizuri. Tayari nimeshamuuza, nimemuingiza kwenye mchoro wa kuzimu. Nimemuingiza kwenye mchoro wa mashetani. Manake huyu ndoa yake itaongozwa na mashetani, sio Mungu. Amen. Manake mpango wa namna aishi haujaletwa na Mungu, umeletwa na mashetani. Nimeuliza AI akaniambia namna gani waishi hawa. Kwa hiyo nikimshauri kwa ushauri yule wa AI, manake huyu anaanza kuishi kwenye mpango wa kuzimu, anaanza kuishi kwenye kusudi la kuzimu. Manake ndoa yake inakuwa chini ya kusudi la nani? La shetani. No. Sema nakataa. Nakataa. Sema nakataa. Nakataa. Sema nakataa. Nakataa. Biblia inasema kipindi cha mfalme Asa alipokuwa akitaka kuipeleka Israeli vitani ili washindane vita, bali kuna sema alikuwa akitaka kukua kwenda vitani, anatafuta kujua kuna nabii kwenye lile eneo. Akijua kuna nabii, nasema anamfuata yule nabii, anaenda kumuuliza kwa habari ya vita anaenda kufanyaje, kupigana. Bwana anasemaje? Bwana anasemaje? Hello. Elisha alikuwa akimwambia Asa, kwea ukapigane vita, Bwana amewaweka adui zako mikononi mwako. Asa akienda na jeshi lake wanashinda vita. Nabii akimwambia usiende kwa sababu Bwana amekutia mikononi mwa adui zako, utaangamia mbele za mikono adui zako. Haende kupigana ile vita. Amen. Hello. Hello. Sasa leo dunia imegeuza. Sio sikia vizuri. Dunia imegeuza. Tusitoke kumuuliza Mungu tukaulize AI. Amen. Sio sikia vizuri. Tunawaona walikuwa wanaenda kuuliza manabii wajue Mungu anasemaje kwa habari ya hiki kitu. Mungu anazungumzaje kwa habari ya hiki kitu. Kwa dunia leo imekuja ikageuza swala hilo. Sio sikia vizuri. Tusitoke tena kumuuliza Mungu tukaulize nini? Tukaulize AI inasemaje kwa habari ya hiki kitu. Sio sikia vizuri. Ndio andiko linatimia, amelaniwa mtu amtegemeaye mwanadamu. Hello. 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 Na moyoni mwake amemwacha nani? Amemwacha Mungu. Kalaniwe huyo mtu aliyemtegemea mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha nani? Amemwacha Mungu. Manake amelaniwa mtu yule. Manake unapofanya vitu vya mchezo kama ule, manake laana inakuja juu yako.
Ninakwambia ukweli, laana inakuja juu yako. Amen. Unaachilia laana kwenye maisha yako. Kimbia hivyo vitu haraka kwa jina la Yesu. Amen. No. Dunia ndio imetengenezwa namna ile. Kimbia vitu vile, manake unaondoka katika kumtegemea Mungu, unamtegemea mwanadamu, na moyoni mwake amemwacha Mungu, kwa sababu hiyo AI imetengenezwa na mwanadamu kama wewe. Amen. Ambaye ndani yake amejiunga kwenye madhabahu za mafilimasonare, madhabahu za Illuminati. Wanakaa kule, wanachakata nini cha kufanya kiletwe duniani. Kwa wanapokileta, manake kinaanza kuongozwa na wale watu, ni mawazo ya watu yale. Amen. Sio vizuri. Unapoona AI ni mawazo ya nini? Mawazo, kikundi cha watu ambacho wamekaa wakatoa tathmini ya dunia, wakatoa tathmini ya dunia. Dunia iendaje? Dunia inataka nini kwa wakati huu? Tuifanyie nini dunia? Manake ni mawazo ya watu waliokaa, kikundi cha watu wamekaa wakakubaliana, tunakaa tujadili swala 1 2 3, alafu wakijadili wanaingiza kwenye kompyuta. Amen. Wakijadili wanaingiza kwenye kompyuta, wakijadili wanaingiza kwenye kompyuta. Kwa wewe unapoingia kutafuta vile vitu, unakutana na yale mawazo ambayo kikundi cha watu walijadili, wakaiamua dunia iendeje, dunia ifate nini, dunia iongozweje. Amen. Manake ni muongozo wa mashetani, majitu ambayo yamejiunga kwenye falme za giza, yameshauza nafsi zao kwa mashetani, yanakaa yanatengeneza nini tufanye ili hao watu tuwaongoze. Mimi nakataa leo kwa jina la Yesu Kristo. Mimi na uzao wangu nakataa kwa jina la Yesu. Mimi na uzao wangu nakataa kwa jina la Yesu. Sema nakataa kwa damu ya Yesu. Nakataa kwa damu ya Yesu. Ni majitu waliokaa. AI unayoona ni kikundi cha watu, sema kikundi cha watu waliokaa wakachakata namna gani dunia iongozwe, wakatoa mawazo yao. Baada ya kutoa mawazo yao, yale mawazo yakaingizwa kwenye kompyuta, yakaingizwa kwenye kompyuta. Amen. Kwa yale mawazo yameingizwa kwenye kompyuta, ndio yanaoongoza watu leo, ndio yanaoongoza watu leo, ndio yanaoongoza watu leo. Manake ni majitu yaliyojiunga kwenye falme za giza, yana control maisha ya watu leo. Nini watu wafanye sasa hivi? Waishije hawa watu? Waendaje hawa watu? Washauriwaje hawa watu? Sio asikie vizuri. Sema leo nakataa kwa jina la Yesu. Leo nakataa kila ufahamu unaoniongoza, usio ufahamu wa Mungu. Kila akili uniongoza, sio akili ya Mungu. Sema nakataa. Ukiongozwa na mtu asiyekuwa na ufahamu wa Mungu utapotea. Amen. Hello. Ni sawa na mtu anayeongozwa na kipofu. Yaani wewe ni kipofu na aliyekutangulia ni kipofu. Amen. Sio sikia vizuri. Kitakachotokea ni nini? Ni wote mtazama ndani ya shimo lililoko mbele yenu. Hakuna atakayebaki salama hata mmoja. Ukipata kipofu akaanza kukuongoza huyo kipofu, mtaishia wote kwa vipofu tu. Amen. Utapata mwongozo mzuri. Sema leo nakataa. Sema leo nakataa. Sema leo nakataa. Sema nakataa leo. Sema nakataa leo. Kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Hello. Hello. Ambayo AI wameingiza hadi kwenye sayansi tiba. Sema sayansi tiba. Imeingizwa hadi kwenye sayansi tiba. Sema sayansi tiba. Hello. AI wameingiza hadi kwenye sayansi tiba. Manake iingie hadi kwenye fahamu za nani? Mishipa ya ufahamu wa nani? Wa mwanadamu. Kwa kama itaingizwa ndani ya mishipa ya ufahamu wa mwanadamu, mwanadamu atakuwaje? Hello. Ndio mipango ambayo ipo duniani. AI iingizwe hadi kwenye mishipa ya ufahamu wa nani? Wa mwanadamu. Hello. Inaingizwaje? Yaani umepewa kitu sivi kukufanya, akili yako haiwezi kufanya, kwa sababu AI imeshaingizwa kwenye mishipa ya ufahamu. Kidi swali litakalokuja mbele yako ni AI. Hello. Hello. Wameingiza kwenye mishipa nini? Ya ufahamu. Mishipa yako ya ufahamu wameshaingiza virus tayari. Sasa kama wameshamuingiza huyo, manake wewe unakuwa chini ya mmilikiwa wa huyo jamaa.